الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد. Ndugu zangu katika imani, hasa wa markazi hii ya Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, imepatwa na mtihani, imepatwa na msiba wa ndugu yetu ambaye tulikuwa pamoja naye katika kituo hiki. Watu washamaliza kuzika kama hivyo, bado kuna kule kuulia kwa hapa na pale. Lakini kwa munasaba wa matukio kama haya ya misiba, kwa upande wa milima ya Usambara, kuna vitu vingi sana vinakuwa vinazalika kwenye haya mambo, na sababu kubwa inatokana na mifumo ya kiimani, namna ilivyojengwa hapo kabla, namna ilivyojengwa hapo awali, kwamba kuna vitu vilitengenezwa na vikaingizwa katika mifumo ya kiimani na vikaonekana havina shida yoyote, ile hali baadhi au vyote vinaweza vikamsababishia mtu kuingia katika kufuru, vinaweza vikamsababishia mtu kuingia katika kufuru, akatoka katika Uislamu na Uislamu ukawa haumtambui, pamoja na kwamba jamii yetu inaona ni vitu vya kawaida. Na vitu vyenyewe kuna vile vya bid'aat, lakini pia kuna vile vya shirkiati, vitu ambavyo vimekaa katika mifumo ya kibid'a, lakini kuna vitu ambavyo vimekaa mifumo ya kishiriki. Katika vitu ambavyo vimekaa mifumo ya kishiriki ni vile vinavyofanywa kwa taratibu na mila na desturi za mababu. Hili sio jambo lele mama kama ambavyo watu wamezoea au kama watu walivyojengwa, jambo la hatari. Kwa sababu kitu wasichokitambua watu ni kutojua ni nini maana ya mila, ni kutojua ni nini maana ya dini, ni kutojua ni upi uwiano baina ya dini na mila. Jambo hili limewasababishia Waislamu wengi wa milima ya Usambara kupoteza mwelekeo, kwa sababu wanaamini mila ni kitu kinajitegemea moja kwa moja, dini ni kitu kinajitegemea moja kwa moja, na kwamba hakuna mafungamano baina ya dini na mila. Unaona hicho kitu? Ndio maana katika misingi ambayo imejengwa kwenye mila hiyo, wanasema chezea dini, usichezee mila, kwa sababu dini haiui, lakini mila inafanyaje? Inaua. Kwa hiyo wao katika elimu waliopata, wao katika mafundisho waliopata, mila ni kitu kinajitegemea na dini ni kitu kinafanyaje? Kinajitegemea, na kwamba hivi vitu havina uwiano. Tukwenda pamoja Lakini kwa mujibu wa taratibu na sheria ya Uislamu, mila na dini ni vitu vyenye uwiano.
tunaweza kusema kalimatani muradifatani fil maana, ni maneno mawili lakini yana uwiano kwenye maana. Maana yake inachukua nafasi mila kuwa ni dini na dini kuwa nini? Ni mila. Inachukua nafasi dini kuwa ni mila na mila kuwa nini? Dini. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu chenye uwiano. Kitu chenye uwiano. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an amekitaja akionyesha namna ya uwiano wake. Unaelewa? Ukisoma kwenye Bakara kuanzia aya ya 130, aya ya 131, 132, 133 hadi 135 utakuja kuliona hilo swala namna ilivyo. Alianza akasema waman yabtaghi waman yalghab an millati Ibrahim waman yalghab an millati Ibrahim illa man safaha nafsa wa laqad safainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin. Umeona hapo? Waman yalghab an millati Ibrahim, ni nani ambaye anaikataa na kuipinga na kuichukia mila ya Ibrahim, isipokuwa mtu ambaye anaingiza nafsi yake katika ujinga. Yani kwa lugha nyepesi, isipokuwa mtu mjinga. Qur'ani imetumia lugha hiyo. Yani mwenye kuikataa mila ya Ibrahim na kufuata mila nyingine, hakuna mtu anayepatikana katika mfumo huo ila man safaha nafsa, isipokuwa aliyeingiza nafsi yake kwenye ujinga. Maana yake hakuna anayeacha mila ya Ibrahim isipokuwa awe nani? Ni mjinga kwa mujibu wa Qur'an namna ilivyo. Hapa imetaja mila. Sawa? Lakini aya ya 134 ikasema hivi, ikizungumzia wasia. Ikizungumzia nini? Wasia. Ikasema katika wasia huo kwamba Ibrahim alayhi salam wasa bihi Ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna Allah safa lakum fi, kwamba Ibrahim alihusia, lakini pia na Yakob alifanya alihusia watu gani? Wote walihusia watoto wao, wakamwambia inna Allah safa lakum dina, Allah amekutafutia nini? Dini. Umeona waman yalghab an millati Ibrahim, umeona mila nani? Ibrahim. Inna Allah safa lakum dina. Umeona hivi? Maana yake mila Ibrahim ndio nini? Ndio nini? Ndio dini. Maana yake dini ni mila na mila nini? Dini. Ila kuna dini sahihi na dini potofu. Kuna mila sahihi na mila potofu. Kwa hiyo aya ipo wazi. Aya ipo wazi ambayo inatuonyesha vitu viwili. Dini na nini? Na hizi aya zipo maeneo tofauti pia. Zipo maeneo tofauti pia. Katika Yusuf pia hili Allah subhanahu wa ta'ala alitaja swala la dini na nini? Na mila. Aya za aya 37 nadhani. Aya 30 na ngapi? Na 7, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia ndani yake kisa cha Nabii Allah Yusuf. Anasimulia ndani yake kisa cha Nabii Allah Yusuf. Kwenye hizi aya katika surati Yusuf, ayuha lahibba,
utaona namna ya yale alikuwa anayazungumzia Yusuf alayhi salam, ndani yake anazungumzia mila na dini. Ndani yake anazungumzia mila na nini? Na dini. Katika aya 37 ambayo tumeitaja katika sura Yusuf inasema, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nab'atukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani ya rabbi. Kipengele cha mwisho ambacho ni mahali shahidi nasema, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Mimi nimeacha mila za watu ambao hawatu sifa yao la yu'minuna billah, hawamwamini nani? Allah. Na sio hivyo tu, wa hum bil akhirati hum kafirun, na akhira hafanyaje? Wamepinga, hawaamini pia kwamba watu watafufuliwa na kwamba watu watalipwa. Na subhanallah, mila zote duniani ambazo hazina asili ya mbinguni zote hazimwamini Allah. Jambo la kwanza hili. Pili, haziamini maabada ya mauti. Umeelewa hapo? Mila zote, dini zote ala wajhi al-ardh ambazo hazina asili ya mbinguni hazimwamini nani? Allah. Lakini pia mila hizo haziamini kwamba kuna maisha baada ya kufa. Baada ya kufa. Umeelewa? Wakristo dini yao na mila yao ina asili ya mbinguni, na ndiyo maana wanaamini juu ya Allah japo kwa ile imani yao. Sawa? Wanaamini maisha ya mbinguni kwa mujibu wa imani yao. Sawa? Kwa maana tahalifu ambayo iko ndani ya Ukristo. Lakini pia na Mayahudi hivyo wanafanya. Kwa hiyo kwamba kuna taarifa ambayo imefanywa katika dini hizi. Lakini mfano mila ya Kisambaa haiamini maabada ya mauti wala haimwamini Allah. Unaelewa? Haimwamini Allah cha kwanza, lakini pia haiamini kinachoendelea baada ya kufa. Haiamini hicho. Mila ya Kizigua pia haiamini Allah, lakini haiamini baada ya kufa, maisha baada ya hapo, maisha ya kuhesabiwa na kulipwa, hawaamini hicho. Mabuza na wengineo hawaamini hicho. Mabaniani hawaamini hicho. Ndio maana baniani wao wanafanyaje? Wanachoma. Sio kuna kichoma. Ushakushuhudia kichoma? Najua mimi napenda ugazisi sana. Sasa kuna kipindi nikasema nishuhudie namna wanavyochoma. Nishuhudie namna wanavyochoma. Nikafanya jitihada na kweli nikashuhudia namna wanavyochoma. Hiyo kitu ngumu sana. Lakini angalia, kwa sababu ni imani na ni dini, wao wanaona hakuna nini? Hakuna tatizo. Kwa sababu ndio dini yao na mila yao inaboresha. Lakini hawamwamini Allah wala hawaamini kwamba kuna watu, kuna akhera. Tazama pamoja. Lakini mahali shahidi kwenye hizi aya, baada ya kutaja mila, aya ya kwanza hii ambayo tumeitaja, pia inafuata nyingine, watabatu millata abai Ibrahim mpaka mwisho. Aya ya 40 katika sura Yusuf inasema hivi: ma taabuduna min duni illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu dhalika dinul qayyim. Yani hiyo sheria aliyokuwa nayo Ibrahim na sheria walioifuata manabii baada ya Ibrahim
ambayo ndio mila yao, hiyo ndio dini ya nini? Hiyo ndio dini ya nini? Ya sawa sawa. Maana yake mila nini? Ni dini. Mila ni dini na dini ni mila. Katika An'am pia aya 161 ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam autangazie umma, kul innani hadani rabbi ila siratul mustaqim. Sema Muhammad waambie, kul innani hadani rabbi, hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mimi ameniongoza ila siratul mustaqim. Ndugu zangu Waislamu, kwenye swala zetu tunasemaje? Ihdinas siratal mustaqim. Si ndivyo? Tunamuomba Allah atuongoze njia iliyonyoka kwenye swala zetu. Kwenye aya 161 Allah anatufahamisha ya kwamba hiyo njia mnayoomba nyinyi muongozo, wafuasi wa Muhammad ametakwa atangaze kwamba yeye hajafanyaje? Ashaongozwa. Simepelewa hapo. Sisi kwenye swala tunasoma kila kukicha kwenye swala zetu ni nasra wal mustaqim. Allah tunakuomba utuongoze njia iliyonyoka. Hii njia mnayoomba mwongozo, Mtume yeye amekwisha kufanyaje? Kuongozwa. Na kwenye hii aya ametakwa atoe tangazo kwamba yeye amekwisha kuongozwa. Kul, sema uambie Muhammad, innani, hakika mimi Muhammad, hadani rabbi, ameniongoza nani? Mlezi wangu, ila siratul mustaqim. Ameniongoza kwenye hii njia. Kwenye njia iliyonyoka. Akasema hiyo njia iliyonyoka ni dini kiyama, dini iliyosimama madhubuti. Hiyo dini iliyosimama madhubuti, hiyo dini hiyo mila Ibrahim, ni mila nani? Hiyo dini ni mila nani? Ibrahim. Kwa hiyo ikaonyesha kwamba dini ni mila na mila nini? Dini. Sasa wale ndugu zangu wakisambaa wajanja wanasema chezea dini, chezea nini? Mila. Kwa sababu mila inaua lakini dini haifanyi. Hao wasambaa wajanja. Unajua kwa nini nakwambia ni wasambaa wajanja? Nisikilize vizuri. Kaka yangu na mzee wangu na kijana mwenzangu, sikilize vizuri. Kwa nini ni wajanja? Kwa sababu hii ibara inaonyesha kuna mvutano. Na nilo lakini hii ibara kunaonyesha kuna nini? Inaonyesha kuna nini? Kuna mvutano wa vitu hivi viwili. Mvutano wa mila na mvutano wa nini? Wa dini. Umeelewa hapo? Hapo umeelewa vizuri? Kuna mvutano wa vitu viwili. Mvutano wa mila na mvutano wa nini? Wa dini. Sasa kama chezea dini usichezee mila, kama chezea dini usichezee mila, hili tamko limekujaje wakati ilikuwa hakuna dini? Unaelewa? Umeelewa? Lakini hapo umeelewa vizuri? Yaani chezea dini usichezee nini? Mila. Na wao wanaamini mila ni kitu kinajitegemea ambacho kilitangulia, na dini ni kitu kilichokuja ambacho hakiendani na mila. Unaona kitu? Kama ilikuwa hii dini haipo, hii ibara imetokea wapi? Umeelewa? Chezea dini usichezee nini? Mila. Hii ibara ingekuwa haipo kwa sababu hakukuwa na mvutano baina ya dini na nini? Na mila. Maana yake mvutano ulikuja baada ya kuwa Uislamu upo kama dini, alafu na mila ikisambaa ipo kama mila na dini. Kwa hivyo vikao vinavutana. Watu wa mila ikisambaa wakataka kuitetea mila yao.
na kutetea kwa vitendo na kwa kauli. Unaelewa? Kwa hiyo wakatumia msemo unaosema chezea dini usicheze nini? Mila, kwa sababu mila inaua nini? Aibu. Maana yake wanatuambia waliosema haya si wasambaa wa zamani, ni wasambaa waliokutwa na dini. Umeelewa? Umeelewa mzee? Hawa ni wasambaa waliokutwa na dini. Isipokuwa dini hawaitaki ya Uislamu, wakaamua kukandia dini ya Uislamu kwamba mila yao ina hatari, maana inaua. Hii dini yenu haiui, iacheni na ichezeni, lakini hii mila msicheze. Msicheze. Na mkweli Waislamu wa Sambani wakashika haya mafundisho. Subhanallah, mpaka leo hii ninaongea chezea dini usicheze nini? Mila. Na hiyo lakini mpaka leo hii haya mafundisho yashachukuliwa. Sasa kwa nini sisi kwenye dawa hii tunakataa hizo mila? Kwa nini? Na je, Waislamu wengine wanakubaliana nazo kama Uislamu? Kwa nini sisi tunakataa? Swali la kwanza. Swali la pili, je, hao Waislamu wengine, Uislamu waliokuwa nao unaruhusu hayo mambo? Maana wao hawajakataa na wao wanafanya, si ndivyo? Wao hawajakataa na wao wanafanya. Wao na mashehe zao, isipokuwa wachache ambao Allah amewatoa. Wao na mashehe zao, isipokuwa wale wachache ambao Allah amewanusuru. Mnielewe vizuri. Wao wanafanya, waumini na mashehe zao, isipokuwa wale ambao Allah amewanusuru. Kwa nini sisi tunakataa? Na kwa nini wao wanakubali? Je, dini waliokuwa nayo inakubaliana na mambo hayo? Hayo maswali ya msingi sana. Hayo ni maswali ya nini? Ya msingi. Maana watu wakiwa kwenye kikao cha familia, utawakuta Waislamu wanaokubaliana na hayo mambo, Waislamu wakipakota, utawakuta wako 10, wako 20. Utamkuta anayekataa yuko mmoja au wawili. Umeelewa? Utamkuta anayekataa yuko mmoja au wawili. Wazee wa mila wanamsema anayekataa na wao wanamsema aliyefanya. Aliyekataa. Je, dini yao inaruhusu? Jambo la kwanza, kwa nini sisi tunakataa? Tunakataa mila na desturi za mababu. Si kwa maana tunawatusi, si kwa maana tunawadhalau, si kwa maana tunawapuuza, isipokuwa tunakataa kwa sababu dini tuliyokuwa nayo haikubaliani nayo. Elewana? Lakini dini tuliyokuwa nayo haikubaliani nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatumwa katika Jaziratul Arab, aliwakuta Waarabu na mila zao na dini zao. Alichokifanya yeye ni kufanya jitihada ya kuwabadilisha. Kuna waliofanikiwa kubadilika wakawa Waislamu, kuna wasiofanikiwa kubadilika wakaendelea kubaki ni washirikina. Lakini aliwakuta na mila zao. Naelewa hapo? Lakini Waarabu walikuwa na mila zao, walikuwa na taratibu zao. Muhammad alipokuja akawataka wabadilike, akawa anawaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mpate kufaulu. Waturuku ma yakulu abaukum, na acheni, hadithi nyingine, na acheni wanayosema baba zenu.
Mwelewe lugha. Lakini Muhammad anawaambiaje? Qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mpate kufaulu. Katika hadithi nyingine, waturuku ma yakulu abaukum, na acheni wanaosema baba zenu. Huyo Muhammad anakataza watu. Kuna watu wanawakataza waache wanaosema baba zao. Maana yake mababa wa Kiarabu walikuwa wana misimamo yao. Sisi Waislamu tukataka kwa tuache wana mali. Waislamu wa Quraysh wakataka waache wanaosema baba zao. Angalia kwa mfano wa Arabu walikuwa wanaabudu masanamu. Hiyo ndio iliyojengwa kwenye dini yao na mila zao. Walikuwa wanaabudu nini? Masanamu. Wanalata na Uzza na Manata. Hawa walikuwa wanaomba kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Waarabu katika mila zao ilikuwa wanamzika mtoto wa kike angali uhai. Unajua mila ngumu. Basi ambao wakasome hiyo mila ngumu. Nene hiyo mila ngumu bwana. Wadu banati, kuwazika watoto mabinti waliokuwa hai. Wanasema ulama, kwa nini Waarabu walikuwa na mila? Kwa sababu Waarabu kwenye maisha yao ni maisha yaliyozungukwa na vita, na kwamba mwanamke ni mzigo kwa sababu si mpambanaji. Umeelewa hapo? Mwanamke ni mzigo, sio nini? Sio mpambanaji. Sasa mkeo atakapojifungua mtoto wa kike, wao wanaamini ni mkosi kwenye ukoo na familia. Umeelewa hapo? Wanaamini ni mkosi kwenye ukoo na nini? Kwa nini ni mkosi kwenye ukoo na familia? Kwa sababu vikitokea vita, hawa wanawake tutawapeleka wapi? Wakati sisi tunataka majemendali wanaoweza kupambana katika uwanja wa vita. Kwa hivyo mila yao ikajitengeneza katika misingi ya kuwaua. Wa idha al-ma'udatu su'ilat bi'ay dhanbin qutilat. Nasema nini? Pindi siku ya kiyama mtoto wa kike aliyeuliwa atakapofufuliwa na kuulizwa ni kosa gani lililosababisha wazazi wako wakuue, ni kosa gani ambalo kwa kosa hilo limesababisha wazazi wako wakuue? Kwa hiyo mila za Waarabu walikuwa wanaua watoto wa kike angali wa hai. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaogopa aibu, na Qur'ani ikalipoti. Qur'ani ikalipoti kwamba mtoto wa kike atakuja kufufuliwa, lakini baada ya kufufuliwa ataulizwa ni dhambi gani iliyopelekea uwawe, ni dhambi gani ambayo ilisababisha uwawe. Ndio maana nakuambia inaonekana mila ya Waarabu Makuraish ilikuwa ni mila ya hatari. Hata Wasambaa wakasoma, Mtume akaja akawataka wabadilike. Akawataka fanyaje? Wabadilike, watoke huko waliko, kwa sababu waliko ni kubaya. Katika aya nyingine, wa idha bushira ahaduhum bil unza dhalla wajhahu muswaddan wa huwa kadhib. Na pindi atakapopewa bishara mwanamume kwamba mkeo amejifungua mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, uso wake unageuka unakuwa mweusi, hali ya kuwa amechukia. Kwa nini amechukia?
kwa sababu wamepewa bishara ya kwamba mkewe amejifungua mtoto wa kike. Hiyo ndio mila ya nani? Ya Waarabu kabla ya Uislamu. Katika Nahl, ikiwa ni aya katika Nahl, ikiwa ni aya ya 58, katika Nahl aya 58, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Anajificha kwa watu min su'i ma bushira bihi, kwa kile kibaya alichopewa bishara nacho. Najua kibaya nini? Ni mtoto. Kibaya nini? Ni mtoto wa kike. Amepewa bishara kwamba mkewe amejifungua mtoto wa kike. Kwa kule kujifungua mwanamke mtoto wa kike, yatawara min alqaumi, anajificha hataki watu wamuone. Min su'i ma bushira bihi, kutokana na jambo baya ambalo amepewa bishara nalo. Ayumsikuhu ala hunin, je, abaki na mtoto huyo wa kike katika hali ya fedheha, am yadussuhu fi turab, au amfikie kwenye mchanga. Ala, tambueni na zindukeni, saa ma yahkumun, ni mabaya kabisa waliokuwa nayo. Ala, tambueni, zindukeni, saa ma yahkumun, ni mabaya kabisa waliokuwa nayo. Hayo mabaya walikuwa na hukumu nini? Ni kumzika mtoto wa kike angali hai. Naona mimi nilikuwa nzito hiyo. Haya ndiyo ambayo mtume alikuja akawaambia wabadilike. Kubadilika kwake wayaache. Na miongoni mwa hayo ambao walikuwa wanafanya Waarabu kabla ya Uislamu ni kuharithi wanawake. Kama mwanamke akisiwa na mume anarithiwa. Haya kunazisha katika Nisa, ya ayyuhalladhina amanu la yahilu lakum an tarithu nisaa karha, yenye mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, si halali kwa nyinyi kuwarithi wanawake kwa nguvu. Riwaya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasema, kanatil mar'a fil jahiliya, alikuwa mwanamke katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu, idha tufiya anha zawjuha, atakapofiwa na mume, fajaa rajul, anakuja mwanamume katika hiyo familia, faalqa alaiha thawba, anaitupa nguo yake kwenye hiyo nyumba. Akishatangulia kuitupa hiyo nguo yake kwenye hiyo nyumba ya huyo mwanamke aliyefiwa, kana ahaku biha, huyo ndiye ana haki na huyo mwanamke. Naelewa hapo? Yaani mwanamume atakapofariki, watu wakamaliza kuzika, mwanamume anakuja na nguo yake, anairusha kwenye nyumba ya huyo mwanamke. Kama ndio wa kwanza kuirusha hiyo nguo katika hiyo nyumba ya huyo mwanamke, mwanamume huyo aliyefanya tukio hilo ndiye ana uhalali wa huyo mwanamke. Tumeelewa kweli? Hapo umeelewa? Yaani huyu mwanamume, huyu mke ni mkewe. Maana yake hiyo ndio njia ya upazi ya Waarabu. Tumeelewa? Uislamu ukaja kukataza. Sasa ndugu zangu, kama Muhammad
alikuja akawakuta watu na mambo yao, ikisha akawakataza hayo mambo wasiyafanye kwa sababu yako kinyume na taratibu za mbinguni. Kwa nini Waislamu wakisambaa bado wana mambo yao ya kimila? Au mtume wao Muhammad au wana mtume mwingine labda? Maana tusije tukajadili, tusije tukawa na mjadala mrefu, kumbe watu wana mtume wao ambaye sio nani? Sio Muhammad. Sasa sisi tunakataa kwa sababu mila na desturi za mababu mtume amekuja kuzikataza, na sisi tunaendelea kuzikataza ikitidaa bi rasulillah, kwa kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma katika Qur'an aya 170 katika sura al-Baqara inasema hivi: wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Wa idha qila lahum, na pindi utakaposemwa kuambiwa wao, pindi watakapozungumzishwa waache mila za mababu wao na wafate yaliyoteremshwa kutoka mbinguni, jawabu lao lipo hivi, wanasema hivi: qalu, wanasema bal natabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, sisi bwana tutafuata yale tuliyokuta nayo baba zetu. Umeelewa hili jawabu? Na jawabu limesajiliwa ndani ya Qur'an, jawabu waliokuwa nalitoa Quraysh. Sasa nataka mkuulize swali, hili jawabu hivi wasambaa nao hawatoi jawabu hili? Wasambaa nao hawatoi jawabu hili? Wasambaa hawatoi jawabu hili? Yaani jawabu hili na jawabu wanalotoa ndugu zetu katika kabila la Kisambaa ni sawasawa na jawabu waliotoa Quraysh, wala havijaachana kabisa. Tofauti tu ni kwamba Makuraishi hawajakubali kuwa Waislamu na Wasambaa hawa wamekubali kuwa Waislamu. Hapo ndio walipokuwa pagumu. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana, sisi tutafuata tuliyokuta nayo baba zetu. Katika hakuweka yaweka mkae hadi lughatina, hawaachi yale waliwachiwa na wale wa zamani wao. Allah akasema kuwajibu wa Quraysh, lakini pia kuwajibu Wasambaa wenzetu ambao bado hawahitaji Qur'an. Akasema awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an, hata kama baba zao hawana akili hadi chochote. Uslubu wa Qur'an umekuja katika lugha ngumu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an, mtaendelea kuwafuata baba zenu hata kama hao baba zenu hawana akili ya kujua mambo, wala yahtadun, wala hawajaongoka, mtaendelea kuwafuata hivyo hivyo. Qur'ani imekuja katika lugha ngumu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an, hata kama baba zenu si wasomi, hata kama baba zenu wanaongea mambo ambayo yako nje ya dini, mtaendelea kuwafuata hivyo hivyo. Naam, nadhani nihitimishe mazungumzo haya ndugu zangu katika imani.
kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam juhudi aliyofanya ni ya kutaka watu wabadilike, na dawa yake alhamdulillah imepata kabuli, watu wamekubali, na mpaka sasa mimi na wewe tunasema nahnu minal muslimin. Kwa hivyo basi sisi tunakataa mila na desturi za mababu, kwa sababu zipo kinyume na taratibu alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua, ukisoma tukifundishwa sisi kuna elimu wanaita dirasatul firaq wal adyan. Elimu hii inaelezea dini mbalimbali, lakini pia inaelezea makundi mbalimbali. Lakini kwenye elimu hii kuna kitu wanaita dirasatu mukarana. Ukisoma dirasatu mukarana, wanataka wakufundishe ufahamu baadhi ya mambo ambayo ni mambo yaliyozoeleka, kama vile kufiwa, kama vile ndoa na vitu vingine. Kwa hiyo wanakufundisha ni namna gani hizi dini zinavyofanya hayo mambo. Kwa mfano, Muislamu akifariki anatakana awe azikwe. Mkristo akifariki anatakana azikwe. Myahudi akifariki anatakana azikwe. Kwenye mazungumzo yaliyotangulia niliwatajia Baniani, Wahindi wale, akifa anatakana azikwe. Unaona hivyo? Ni tukio hili moja, lakini kila dini ina taratibu zake. Kwa mfano, Muislamu anaoshwa, anavishwa sanda, anaswaliwa, kisha anazikwa kwenye kaburi kwa kutumia mwana wa ndani. Mkristo akifa anavalishwa suti, anawekwa kwenye sanduku, alafu anafanyaje? Anazikwa. Unaona hivi kweli? Baniani akifa anapelekwa kwenye sanuli, alafu anachomwa moto. Anafanyaje hapo? Wanafanyaje? Wanazika. Unaona hivi kweli? Umeelewa vizuri? Yaani kuchoma moto maana yake wao wanafanyaje? Wanazika. Kuweka kwenye sanduku maana yake wanafanyaje? Wanazika. Kuosha, kuvisha sanda na kuswalia maana yake wanafanyaje? Wanazika. Vitu vitatu vya dini tatu tofauti kwenye tukio hili moja. Wasambaa nao walikuwa wanazika. Walikuwa wanazika. Ukiuliza wanasema walikuwa wanazika kwenye mapango, lakini pia walibadilisha wakawa wanazika katika ardhi. Sawa? Sanda yao ilikuwa ni ngozi ya mnyama aliyechinjwa, hiyo ndio sanda yao. Alafu na nguo nyeupe, nguo nyeusi, moshi, hiyo ndio sanda yao. Jamani, kauliza Wasambaa sasa hivi elimu ya kuzika wamesahau.
Umeelewa? Ima kuzika kwenye pango, sawa? Ima kumzika katika ardhi. Lakini walikuwa wanafika. Lakini tunakuja baada ya mtu kuzikwa, kisheria ya Uislamu kuna yanayofuata, na kisheria ya Kisambaa na sheria nyingine kuna yanayofuata. Uislamu wao baada ya kufiwa kinachofuata ni mirathi, na Kisambaa baada ya mtu kufa kinachofuata ni upaji. Unaelewa? Lakini yani dini ya Kisambaa ni upaji na dini ya Kiislamu ni mirathi. Unaona hivyo? Sasa kilichozubaisha watu wengi, kilichozubaisha nini watu wengi, yani hivi vitu vimekaa mpaka wakavizoea na havina ubaya wote. Havina ubaya wote. Lakini ukiwaelezea kwa mwelekeo mwingine watajua kwamba kuna ubaya. Kwa mfano hivi Muislamu ambaye anatambulika kuwa ni Muislamu wa madhehebu yote, alafu Muislamu huyo akaenda kuwekwa kwenye sanduku na akaenda kuombewa kanisani, kuna familia ya Muislamu huyo inaweza ikakubaliana na hilo? Naelewa? Lakini unanielewa vizuri? Yani Muislamu wa madhehebu yoyote, Salafi, Muislamu wa madhehebu yoyote, Mshia, Muislamu wa madhehebu yoyote, Kadiani, Muislamu wa madhehebu yote akipapata, yani akafariki alafu akachukuliwa akapelekwa kanisani afanyiwe maombi kanisani, ni familia gani inaweza ikatuambia itakubali hilo? Ni familia gani inaweza ikalizia ikasema hakuna shida? Maana yake Ukristo nayo dini, ni familia gani itasema? Si anazikwa, kuna shida gani? Si anazikwa. Hatutaki mtoto wetu azikwe Kristo kwa sababu yeye ni Muislamu, azikwe Kiislamu. Unagombea azikwe Kiislamu. Haya, kinachokufanya baada ya kumzika unamaliza Kisambaa ni nini? Je, Kisambaa sio dini kama dini ya Kikristo? Je, Kisambaa sio dini kama dini ya Kiislamu? Jawabu, Kisambaa ni dini. Maana yake ina mafundisho. Kisambaa ni dini kwa sababu ina mafundisho. Ni sawa na dini ya Kikristo. Kwa nini ukatae mwanao asiswaliwe kanisani? Na kwa nini ukubali kilio chake kimalizwe Kisambaa? Kwa sababu wao wanaamini Ukristo ni ubaya, lakini Kisambaa sio ubaya. Umeelewa hapo? Umeelewa? Wao wanaamini Ukristo ni ubaya, Muislamu kuwa Mkristo ni jambo baya, lakini hawaamini kwamba Muislamu kuwa Msambaa ni jambo baya. Sasa sisi tunawakumbusha kwamba Muislamu kuwa Msambaa ni kitu Muislamu kufuata taratibu za dini ya Kisambaa ni kitu baya, kwa sababu hakina tofauti baina ya Ukristo, hakina tofauti baina ya Uyahudi, hakina tofauti baina ya Baniani, kwa sababu wale mabaniani ni dini na mila. Ukristo ni dini na mila, Uislamu ni dini na mila, Kisambaa ni dini na mila. Ibn Abbas anasema al-kufru millatu wahid, na kwamba ukafiri leo ni moja hata kama wanatofautiana.
Kwa hiyo wakumbushe kwamba Kisambaa ni dini ambayo Wasambaa walikuwa nayo kabla ya kuja dini ya Uislamu. Tumeona hapo lakini. Kwa hiyo ukifanya upazi maana yake wewe ni mtu wa dini ya Kisambaa. Umeelewa vizuri lakini. Kuna ubaya gani? Kuna ubaya kwa sababu ni tendo linakufanya utoke kwenye dini ya Kiislamu. Maana Uislamu una wivu. Na kwa vile Uislamu una wivu, ukiuchanganya wenyewe unaondoka. Wenyewe unaondoka. Kwa hiyo hata kama watu watasema fulani ni Muislamu anaitwa Juma, lakini huyo Uislamu haumtambui. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe hautambui Uislamu. Kwa tukizungumza mambo ya upazi ayu al-hibba, hatuzungumzi ile mama, tunaimanisha na tuna maana kwenye hilo. Kwa nini? Kwa sababu ni mambo ya kufuru. Ni mambo ya kufuru. Ni mambo yanayomtoa mtu katika Uislamu. Sasa ninyi endeleeni kusema unajua vijana wana jazba. Elimu za ujana bwana zina jazba. Sisi bwana tunataka twende na watu. Endeleeni kwenda na watu. Alafu endeleeni kuwazika kwa mnaenda nao. Endeleeni kwenda na watu. Ukiitwa kwenye upazi toa Fatiha na dua, endelea kwenda nao. Wewe endelea kwenda nao. Alafu wazuie wasife ili wa safari yako mfike nao. Umeelewa hapo? Wewe endelea kwenda nao lakini wazuie wasife ili mfike hiyo safari mnayoenda. Maana hiyo safari inaishia wapi? Lakini kama hutoweza kuwazuia wasife, usiende nao, maana utawaingiza motoni. Waambie ukweli. Kwani mtume aliwaambia Makureishi, aliwapamba Makureishi? Kwani ufikiri mtume aliwapamba Makureishi? Aliwaambia kweli. Na ndio maana wanataka wamuue kwa sababu kawaambia kweli. Sasa unaomba huku wao, waambie kweli. Maana mashaikh wanashindwa kuambia waumini kweli. Wanasema tunaenda na waumini. Tunaenda nao kidogo wataelewa. Huu muda ukienda nao ili waelewe, wazuie wasife ili waelewe. Lakini hawajaelewa alafu washakufa, utawasaidia. Kwa ni jambo la hatari. Ndugu zangu, nawaambia sana, haya mambo ni mambo ya hatari. Imma al-iman wal-islam wa imma kufru wan-nifaq. Ima uwe katika imani ya kuwa ni Muislamu au uwe katika ukafiri na unafiki. Hakuna jambo lingine halipo. Kwamba eti wewe mambo unayafanya alafu bado Muislamu tu kwa kitu. Imma al-iman wal-islam wa imma kufru wan-nifaq. Hakuna lingine. Kwa hiyo haya mambo kwa vile ilikuwa hayasemwi, hayazungumzi, ndio maana watu wakalema. Tutaendelea kuyazungumza kama ni msadafa nafsi. Waman asaa atakayeongoka nijue nafsi yake, na ambaye ataenda kinyume pia nijue nini inasema. Tutazungumza ili watu waelewe kwamba wako kwenye hatari. Watu wako kwenye hatari. Kwa hiyo ndugu zangu, nilisema tutazungumza kidogo, lakini kwa sababu ya hali ya mambo ilivyo, nyinyi wenyewe mnajua ni ngumu. Ndio maana mazungumzo yakalifuka niishi hapa. Allah subhanahu wa ta'ala ala wa ala.